Ndani ya siku 100 Wizara ya Uchukuzi imetekeleza yafuatayo. Kwanza kabisa, imekamilisha ujenzi wa jengo la viongozi mashuhuri, yani Presidential Pavilion, katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere pale terminal namba 1, na jengo hilo limezinduliwa rasmi tarehe 16 Januari mwaka huu na Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jengo hili ni la kisasa na ni la kwanza kwa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Lina uwezo wa kuhudumia wakuu wa nchi 5 kwa wakati mmoja, na hivyo uwepo wake utaimarisha heshima na hadhi ya Tanzania kimataifa. Pili, maandalizi ya awali ya ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Serengeti na kiwanja kipya cha mkoa wa Kagera yameanza. Pia maandalizi ya mradi wa ukarabati wa barabara kurukia na kutua ndege na ujenzi wa jengo la watu mashuhuri, kiwanja cha ndege cha KIA, yanaendelea vizuri. Miradi hii ni muhimu katika kukuza utalii, biashara, uunganishwaji wa maeneo ya kimkakati ya nchi na masoko ya kikanda na ya kimataifa. Tatu, kwa upande wa usafirishaji wa abiria, serikali imeendelea kuboresha na kupanua wigo wa utoaji wa huduma kupitia kampuni ya ndege ya Tanzania, yani ATCL. Ndani ya siku 100 ATCL imeongeza vituo vya huduma vya Victoria Falls huko Zimbabwe, Cape Town Afrika Kusini na Accra Ghana, ambao tumefanya siku 4 zilizopita nyuma, na kufanya kampuni kuwa na jumla ya vituo 32. Kati ya vituo hivyo 15 ni vya ndani ya nchi, 14 ni vya ndani ya bara la Afrika na 3 ni vya kimataifa. Ufunguzi wa vituo vipya umesaidia kuwa na muunganiko wa safari na hivyo kuleta ufanisi na urahisi kwa wananchi kuendelea kupata huduma na kufanya shughuli zao za maendeleo. Aidha, katika kipindi hichi wizara ikipitia kwa ATCL imehakikisha kuwa ndege zote 16 zilizopo zinafanya kazi bila matatizo yoyote ili kutoa huduma kwa ubora unaotakiwa. Eneo la mwisho, kuimarisha uunganishwaji wa kikanda na kimataifa kupitia sekta ya uchukuzi. Ndugu waandishi wa habari, Watanzania wenzangu, mabibi na mabwana, miradi yote niliyoitaja mingi ina lengo kuu la kuunganisha Tanzania kikanda na kimataifa katika nyanza za uchukuzi, kuifanya nchi yetu kuwa lango kuu la biashara, usambazaji na usafirishaji kwa nchi zisizo na bandari, pamoja na kuongeza ushindani wa uchumi wetu. Kama mnavyojua, tunaendelea kuhudumia nchi zisizo na bandari kwa ufanisi mkubwa, ambazo ni pamoja na DRC, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Zimbabwe na Malawi. Kupitia maboresho ya reli, bandari, viwanja vya ndege na usalama majini, Tanzania inaendelea kujijenga kama kitovu cha lojistiki katika Afrika Mashariki na Kati, hali itakayoboresha utoaji wa huduma za kiuchukuzi na kuongeza mapato, ajira na ustawi wa wananchi wetu. Hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, Watanzania wenzangu, mabibi na mabwana, kwa kumalizia, mafanikio ya siku 100 katika sekta ya uchukuzi ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuijengea Tanzania yenye miundombinu ya kisasa, salama na yenye tija kwa maendeleo endelevu ya nchi yetu. Kwa muhtasari, katika kipindi kifupi cha siku 100 kama nilivyoeleza hapo juu, miradi mikubwa ya reli, bandari, viwanja vya ndege na usafiri wa majini imefikia hatua mbalimbali za utekelezaji na mengine kuzunduliwa na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Uwezo wa bandari na usalama wa majini umeimarishwa na uunganishwaji wa kikanda na kimataifa umeimarishwa kupitia sekta ya uchukuzi. Hivyo,
Haya ni mafanikio ya mwanzo tu. Serikali ya awamu ya sita kipindi cha pili itaendelea kuwekeza, kusimamia na kuboresha sekta ya uchukuzi ili iwe kichocheo kikubwa cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii ili kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, sekta binafsi na wadau wote kwa ujumla kushirikiana na serikali katika kulinda na kuitunza miundombinu hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Sisi Wizara ya Uchukuzi kwa nguvu zote tutaendelea kusimamia na kuendeleza sekta ya uchukuzi ili kutoa huduma stahiki kwa Watanzania wote.